Tuambie semaji, hali ya kikosi ikoje? Mmeshawasili Singida tayari kujiandaa na mchezo wa kesho? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika Singida salama tangu siku ya jana tukitokea Mwanza. Tumesafiri kwa basi kwa kutumia basi letu aina ya Iriza. Tumepata tabu barabarani kwa sababu watu wanatushangaa sana kila tunakopita njiani huko. Tumepita Shinyanga, tumepita Nzega, tumepita Igunga. Watu wanashangaa vibaya mno Iriza letu. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukafanikiwa kufika Singida majira ya saa 2 siku ya jana, vijana wakapumzika, na leo tuko hapa katika uwanja wa Liti kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Wachezaji wetu wapo katika hali nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na taarifa njema ni kwamba urejeo wa mlinda mlango Jibril Kasali Tanja ambaye aliumia katika mchezo dhidi ya Kagera Sugar na akakosekana mchezo dhidi ya Pamba, na jana akarejea uwanjani kufanya mazoezi, na hii leo kama ambavyo mmemshuhudia ameendelea tena na programu ya mazoezi, japo bado ukimwangalia hajakuwa na ule utimamu wa 100%, lakini yako matumaini makubwa ya kuwa sehemu ya mchezo katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Tunaikosa vile huduma ya Nixon Kibabage ambaye yeye ameumia kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar, ameokosa mchezo dhidi ya Pamba na ataokosa vile mchezo dhidi ya Singida, na hata hapa mazoezini hayupo. Wengine waliobaki ni 50-50. Mtu kama Yusuf Kagoma bado anapambania utimamu wake, lakini waliobaki wote wako tayari kwa ajili ya kuipambania na kuipigania Simba katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Semaji, kutokana na hali ilivyo hapo ulivyotueleza kikosi, baadhi ya wachezaji ni majeruhi, lakini pia kuna kadi ambazo tayari timu imeshapokea kutokana na makosa ya wachezaji viwanjani, pengine kuna pressure yoyote katika kuiendea mechi kutokana na mtiririko wa matukio hayo? Pressure hakuna kwa sababu tunamkosa Duchu ambaye ana kadi nyekundu. Tunamkosa vile Ibrahim Jabar ambaye ana kadi nyekundu. Kwa upande wa Duchu anakuja Nathaniel Chilambo, Mtemi Chilambo, ambaye ana uwezo vizuri wa kuziba hilo nafasi na kusiwe na changamoto ya aina yote ile. Katikati ya dimba tunamkosa Ibrahim Jabar ambaye tayari alishatengeneza very good partnership yeye na Kagoma, yeye na Maema, lakini tunamkosa katika mchezo wa kesho. Lakini tuna ukwasi katika eneo la katikati hapo, bado tuna Kevin Nation, bado tuna Charles Mfuko Daudi, bado tuna Ino Loemba kwenye eneo la katikati hilo. Kwa hiyo hakutokuwa na mtikisiko mkubwa sana kwa sababu waliopo wana uwezo mkubwa wa kuziba hiyo nafasi na kufanya kazi yao ipasavyo. Msisitizo wetu kwa wachezaji ni kuepuka makosa ambayo yanaweza yakapelekea kupata kadi ya njano ama kadi nyekundu. Jambo la msingi ambalo tunazungumza na wachezaji wetu ni maintain fair play na kucheza soka la kiungwana la kiushindani, ili mchezaji asije kuathirika kwa kupewa kadi tatu, kwa kupewa kadi nyekundu. Uwanja wa Singida sio mara ya kwanza kuja kuchezea, pengine inaweza ikawa kama advantage kwa upande wenu kwa sababu ni tayari eneo ambalo mnalifahamu, hali ya hewa ambayo tayari mmeshaizoea. Tulikuja msimu uliopita tukacheza katika ule uwanja wa Singida tukafanikiwa kupata matokeo ya mabao 2-1. Kwa hiyo at least tunaufahamu uwanja wa Singida, sio mara ya kwanza kwenda. Tofauti tu ni kwamba hii leo ambao ni siku moja kabla mchezo tunafanya mazoezi kwenye nyasi asilia, alafu kesho tunakwenda kucheza kwenye nyasi bandia, lakini kimazingira ni uwanja ambao tunaofahamu, tunaojua na tuko tayari kwenda kupambana. Semaji, Hussein Masanza amekuja na kama kampeni ya kusema kwamba wasemaji wanapokea kitita cha fedha kila striker wao wanapofunga ama kufunga goli. Unadhani wewe unadhani unaweza kujichukulia kama kitita cha shilingi ngapi, kama mtu wangapi kupokea kwenye upatu huu? Masanza ni nani? Msemaji wa Singida. Msemaji umjui? Msemaji wa Singida umfahamu? Changanya majina ya Kibantu wako wengi. Hussein Masanza, msemaji handsome kwa mujibu wake.
Amesemaje sasa? Kwamba kuna upatu kwa wasemaji ambao kila striker atakayefunga kwenye timu yake basi utajinakulia kitita. Kwa unavyoona mastrika wako unaweza kuwa wangapi kupokea na unaweza kuchukua kama shinda? Kwenye mpira wa miguu mchezaji anabadilika jina anapokuwa kwenye nafasi fulani. Kwa mfano tunaposhambuliwa Mpanzu akaja kuzuia tunamuita beki. Tunaposhambulia Rushain akaja kushambulia tunamuita mshambuliaji. Sasa huo upatu unahusisha watu wa aina gani? If that the case, maana yake ni kwamba sisi tayari tuna magoli 4. Ndo najaribu kukuelezea sasa kwenye football. Kwa hiyo sisi tuna goli ambalo limefungwa na mshambuliaji wetu Ismail Ture. Sisi tuna goli limefungwa na mshambuliaji wetu Clatous Chota Chama. Tuna goli ambalo kafunga mshambuliaji wetu Aniset Oura. Tuna goli jingine kafunga mshambuliaji wetu nani? Eli Mpanzu. Kwa hiyo washambuliaji wetu 4 mpaka sasa wameshafunga magoli 4. Hiyo ni kwa mujibu wa football perspective, kimtazamo wa kimpira. Mchezaji anabadilika jina lake anapokuwa kwenye eneo husika. Tukiwa katikati ya kiwanja alafu kuna wachezaji wote wako katikati ya kiwanja, yani hata kama Dombi atakuja kwenye katikati ya kiwanja kwa wakati huo kuja kucheza mpira muda huo, tunamuita kiungo. Kama atatoka katikati atakuja pembeni kwa wakati huo tutamuita winga. Kwa hiyo muhimu ni kwamba magoli yamefungwa na yamefungwa na washambuliaji wetu 4. Sasa sijua yeye msingi wake hasa ni upi. Mfano anasema kama ambavyo Soa amefunga striker alisia na yeye anataka kama Dumbi afunge ama Mgunda. Ndio tafsiri yake. Kwamba 9 asilia. Sisi hatuna 9 asilia. Kuna Dumbi. Sisi tuna false 9. Hata Dumbi ni false 9. Mgunda false 9. Ndo Simba Sports hiyo. Kwa kwenye upate upo ni false 9. Tukubaliane tu kwamba likifungwa goli lolote. So striker. Sisi tuna false 9. Hiyo inapeleka ujumbe kwamba mashabiki wasipeleke pressure kwa Dumbi ambaye mpaka hivi sasa hajafumania nyapo. Msimu uliopita kama mnakumbuka, tulikuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa anatokea bench na nafasi yake inaanzwa na Eli Mpanzu kama namba 9 kivuli ama namba 9 ya uongo. Na mfumo huo umeendelea tena msimu huu. Ni mfumo ambao mwalimu Steven Becker ameona unamlipa pakubwa. Kwa hiyo hategemei sana kuwa na mshambuliaji asilia kwenye eneo moja. Anategemea kuwa na namba 9 kivuli ama namba 9 ya uongo ambaye atakuwa na uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi. Na hiyo kazi ikishafanyika ndipo mwalimu anapofanya mabadiliko sasa ya kuingiza namba 9 asilia kwa ajili ya kuja kuzuia hapo, na kama akipata goli ahlan wa sahla, na asipopata goli ahlan wa sahla, lakini kazi kubwa tayari inakuwa imeshafanywa na timu tayari inakuwa na magoli ya kujitosheleza katika mechi husika. Kwa hiyo sisi hatuna pressure kwamba lazima afunge fulani. As long as timu inapata matokeo, as long as kila mchezaji ana uwezo wa kufunga, sisi hilo hatuna mashaka nalo. Na ndio maana unaona Ture ana goli mpaka sasa. Licha kuwa ni beki, lakini mfumo wa timu umemruhusu Ture kuwa na goli. Na ndio beki pekee katika ligi ya Tanzania mpaka sasa zikiwa zimechezwa mechi za raundi 2, ndio beki pekee mwenye goli. Chama ni kiungo mshambuliaji lakini ana goli. Yote hiyo ni kutokana na mfumo ambao accommodate kila mtu kuweza kufika mbele na kufunga magoli. Kwa hiyo sio jukumu la mtu mmoja kwamba lazima afunge Dombia, lazima afunge Ismail Mgunda. Sisi yoyote ambaye anapata nafasi katika mechi husika, mfumo unamruhusu kwenda kufunga na kuisaidia Simba yake. Aliyekuwa striker Selemani Mwalimu ambaye sasa hivi amejiunga na wapinzani, hajacheza mechi 2 kwa mujibu wa kwamba mnashindwa kumruhusu mpaka pale ambapo Young Africans watakapolipa fedha. Je, hii ni kweli mnashindwa kumruhusu kwa ajili mnadai Young Africans ama kuna utaratibu gani wa kuweza kumwachia ili aweze kutumikia klabu yake mpya? Kiukweli siwezi kuzungumza chochote kuhusiana na hilo jambo. Mimi kawaida yangu mchezaji akishaondoka kwenye timu yangu, huyo mchezaji anakuwa si sehemu ya mazungumzo yangu. Yani hata kwa bahati mbaya
sitakiwi hiyo ni principle yangu mimi, sitakiwi kumzungumzia. Kwa hiyo sijui chochote kuhusiana na jambo la huyo bwana. Sisi tumesha close the chapter. Kwa sasa tunaangalia yale ambayo yanayohusu Simba Sports Club. Nadhani wenye nafasi nzuri sana ya kuzungumza, ni wenye mchezaji wao. Kwa nini hawamtumii na sio sisi? Kama wao watatutaja sisi moja kwa moja ya kwamba hatumtumii huyu kwa sababu Simba amefanya 1, 2, 3, hapo tutakuwa kwenye nafasi sisi ya kujibu na kujielezea kitu gani kinaendelea. Lakini kwa sasa sisi hatuwezi kusema chochote. Wamemchukua, ni mali yao, wao ndo wanatakiwa kuelezea kwa nini anacheza, kwa nini hachezi. Mimi nimeelezea hapa kuhusiana na Nixon Kibabage, kwa nini hachezi. Ni kwa sababu ni mchezaji ambaye ananihusu. Kwa na yeye yule kwa nini hachezi, ni wao ndio wanapaswa kuwaeleza kwa nini hachezi. Kama watatutaja sisi ni kikwazo, na sisi tutaeleza kama kuna kikwazo ambacho kipo. Lakini kwa sasa sisi ama mimi hatuna cha kuzungumza kuhusiana na mchezaji husika. Semaji hivi, dhana ya kwamba Singida huwa wanawakania bado ipo, kwa sababu kwa mashabiki inazungumzwa sana, na kama ni hivyo, kama timu mnajiandaje kisaikolojia? Hii ni mechi ngumu sana kwetu, tunakwenda kucheza sana kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni ubora wa Singida. Hauwezi kupinga hilo ya kwamba Singida ina wachezaji wazuri kwenye timu za Tanzania. Miongoni mwa timu ambazo zina signing ya wachezaji wazuri ni pamoja na Singida. Hilo hatuwezi kulificha, na hilo linatengeneza mechi ngumu sisi na wao. Lakini fakta nyingine ambayo inaongezeka na kutengeneza mechi ngumu. Wewe mbona umekaa mbali? Kaa hata hapo unisikize ninapozungumza. Wewe umesafiri kutoka Dar es Salaam, alafu mimi nahojiwa, wewe umekaa huko mbele una chat. Nikajua unaendekeza mahusiano. Ni kibaya semaji? Si vibaya. Lakini lazima uwe na mipaka. Muda wa kazi. Siku na usiku. Usiku ndo ongea naye. Muda usiku ndo najua nikitoka Singida labda kuaga nakuletea labda kuaga. Jaga. Akitoka Singida anamletea kuku wa kienyeji. Nilijua alizeti. Msiwaze. Nilijua alizeti. No, basi toka pamoja. Kwa hiyo dhana ya pili ama fakta ya pili ambayo inafanya mechi hii kuwa ngumu, na huu ndio ukweli ambao Singida hawapendaji kuusikia, lakini ndio ukweli halisi kwamba wao mechi yao dhidi ya Simba huwa ni mechi kweli kweli. Singida pamoja na malengo yao mengine yote, lakini lengo mama la Singida ni kuisumbua, ni kuipa tabu Simba Sports Club. Yaani hili wanaweza wakarukaruka wanavyoweza kurukaruka, wanaweza kukataa wanavyoweza kukataa, lakini huo ndio ukweli kwenye mioyo yao, na ndivyo wanavyoambiwa, jamani, fanyeni mnavyofanya. Sisi mechi yetu mnyama afe, very good. Fanyeni mnavyofanya, mnyama lazima apasuke. Kwa nini tunamfunga? Kwa sababu tu ya uwezo wetu na maandalizi ambayo tunakuwa tunayafanya kwenda kucheza na mpinzani na namna hiyo. Lakini huo ndio uhalisia wa 100%. Watarukaruka wanavyorukaruka, watakataa wanavyoweza kukataa, lakini huo ndio ukweli wa 100%. Na uzuri tunazungumza nao, wanatueleza wenyewe namna ambavyo huwa wanajiandaa kwenye mechi dhidi ya Simba. Kwao inakuwa ni mechi ya aina gani, lakini wakicheza mechi nyingine maandalizi tofauti. Akia Mungu. Singida hawezi kupata ubingwa Singida kwenye hii nchi. Kwa nini? Sababu ya Simba na Yanga pale juu. Hawezi kupata ubingwa kwenye hii nchi Singida. Hawezi. Hana kikosi, hana quality, hawezi kupata ubingwa kwenye hii nchi. Yaani kwenye ligi kuu kumsumbua. Singida ni unajua
Unajua Marekani anakuaga na nataka nini hizi, ile Fort Jesus ya Kenya inaitwa nini ile ngome. Marekani anakuaga na ngome nyingi. Zile ngome ndio zinatumika kushambulia mpinzani, alafu Marekani mwenyewe anakuwa yuko safe. Ndio Singida, sijui umeelewa. Singida ni kangome, kazi yake yeye ni kuishambulia Simba Sports Club ili mpinzani wetu sisi mkuu aendelee kuwa salama. Hayo ndo malengo ya Singida. Na uzuri mimi Singida nawajua vizuri mno. Vema sana. Na tukishamaliza mechi mna bahati nyingi leo. Mna bahati sana. Tulitumwa tuje tuwazuie. Wanaagizwa. Sijui. Semaje? Sasa mnaelewa tu. Umeona? Kwa hiyo ni watu ambao tunawajua kabisa malengo yao. Na sisi hatutaki mechi nyepesi, ili lazima lieleweke. Tunataka tu fair competition. Unachotupa sisi mpe na mwingine hicho. Simona leo tumekuja kufanya mazoezi hapa uwanja wa Liti. Kama kanuni ingebaki kuwa ile ya zamani ya kwamba mgeni afanye mazoezi kwenye mechi, kwenye uwanja wa mechi, leo mngeshuhudia vita pale. Mngeshuhudia vita ya kiwango cha hali ya juu pale katika uwanja wao. Yaani pamoja na kanuni kuturuhusu, lakini wangefanya yaani wangefanya kila aina ya hila ili mradi mnyama Tumefanya hivyo msimu uliopita, wakajifungia chumbani kwao pale, wale viongozi wao yule sijui nani walikuwa kuaga mjini zamani, siku hizi wako huku wamejificha kwenye vyumba vyao vile wanatuangalia. Yaani ilikuwa ni vurugu mechi. Sasa haya ndio mazingira ya Singida dhidi ya Simba. Wengine wakija piteni hivyo yani. Kwa hiyo ni timu ambayo sisi tunaifahamu vizuri, na hatutaki watulegezee kama wanavyofanya sehemu nyingine. Tunataka watupe mechi kweli, na ubora ndio ambao utaamua. Kama siku zote kuna siku moja tumekuja kufanya mazoezi hapa, ilikuwa ni -1 hapa kipindi hicho wanatumia uwanja wa Liti. Kwa sisi tumetoka zetu hotelini, tunakuja kufika maeneo hapo, tunaona basi la Singida linakuja wangu. Kulikoni? Umeona? Sisi tushakuja, tumekaa mlangoni hapo, tunasubiri geti lifunguliwe. Yule dereva wao alipokuja na gari, alipoona sisi tushakaa mlango wa kuingia, akageuza haraka akazunguka huko nyuma, akaja mlango wa geti la nyuma hapa, wakafunguliwa wakaingia. Sisi tukabaki pale getini. Sisi tulikuwa tuna haki ya kufanya mazoezi siku hiyo. Wenyewe wakaja wakafanya mazoezi. Yaani ule muda ambao Simba anatakiwa kufanya mazoezi, na wao ndo wakaja wakataka kufanya mazoezi muda huo, ili mradi tu waizuie Simba isifanye mazoezi. Basi tukatoka zetu hapo Simba, tukaenda zetu, kuna uwanja mmoja hapo sio FFU sio nini, mbaya sana tu. Umeona? Tukafika pale tukashanyosha tu viungo au tukaondoka. Sasa hayo ndio maisha ya Singida. Hatutaki tu kusema mengi. Kwa sababu mkubwa saa nyingine unamezea, unasema acha tukutane uwanjani. Tukapiga simu sio kwa kiongozi wamiliki wa viwanja, jamani hayo maelekezo wenye uwanja wenyewe wanaogopa kuwapa uwanja. Kwa hiyo yako mengi ambayo yanatokea nyuma ya pazia na Singida, mengine tunaamua tu kuyamezea, lakini yote kwa yote tunakutana uwanjani, tunacheza uwanjani, na mwenye kiwango bora anachukua zake alama 3, maisha yanaendelea. Zungumza na mashabiki, semaji? Kuna safari la msingi sana kwa mashabiki ni kununua tiketi. Kuna changamoto ya ununuzi wa tiketi kwa sababu ya upya wa mfumo, na wengi wamekuwa wakihangaika na wakipata tabu. Juzi ile tumeona namna ambavyo pale Kirumba uwanja ulikuwa ni mweupe sana kwa sababu ya changamoto ya ununuzi wa tiketi. Wengi walikuja
wakashindwa kununua tiketi, mwingine ana bando, mwingine ana kiswaswadu, mwingine hajui tu, maana unatakiwa uwe na email, kama unaomba kazi unatakiwa si ufanyaje. Kwa hiyo vitu ni vingi. Sasa kwa sisi wa Tanzania namna ambavyo tumezoea urahisi wa maisha yetu, unajikuta unashindwa kupata haki yako ya msingi ya kununua tiketi. Mimi niendelee kusisitiza mashabiki kuanza kununua tiketi mapema. Mfumo ni mzuri na ni rahisi kama utaamua kuuendea, lakini kama utaamua kukaa pembeni na kulalamika, mfumo huu utauona mgumu. Na kwa huku Singida kuna watu wanatoka mbalimbali huko na nini, haipendezi mtu umeshatoka zako huko huko Kiomboi, umekuja zako hapa alafu ukafika hapa ukashindwa kuingia uwanjani, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo anza mapema kununua tiketi, ukishindwa tafuta msaada ili uwe na uhakika wa kwenda kuiona Simba yako katika mchezo wetu wa kesho.